Aliniachia ujumbe akaniambia, mimi mamangu nakupenda. Mamangu, mlee mtoto mdogo wangu vizuri. Mamangu, nakutakia maisha mema, umlinde mdogo wangu tu. Ndiye alioniachia, akasema mamangu, mimi naondoka, nimeamua tu kujiua mimi mwenyewe. Akizungumza kwa masikitiko makubwa, mama mzazi wa marehemu Florentina Steven amesema asubuhi aliamka na kwenda kibaruani kutafuta fedha kwa ajili ya kutunza familia, huku akiwaacha watoto wake wawili nyumbani, ambapo baada ya muda alipokea ujumbe wa simu kutoka kwa mtoto wake akitaka mpigie. Wakati anafanya jitihada za mawasiliano ili ampigie, aliamua kurudi nyumbani haraka kuja kujua tatizo ni nini, ndipo alipokuta mwanae amefariki dunia. Nilifika kwenye mida ya saa 3, ile saa 4 sasa nikawa naona simu mtoto wangu anabipu. Kabipu mara ya kwanza, kabipu mara ya pili. Nikajiuliza, Carlos anataka nini? Na maana nimesahau kumwachia nini? Sukari. Kama ni sukari sasa nitumie nini? SMS. Baadaye akaniambia akabipu tena. Nikasema kama ana shida atatuma nini? SMS. Alivyo bipu ya mwisho, baadaye akatuma SMS akasema, mama nipigie, nina shida na wewe. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina salio, na mimi nikamtumia SMS nikamwambia sina salio, naomba unitumie nini? Kama una shida nitumie SMS, nitaiona nitakujibu. Hapo wala kupiga wala kufanya kitu chochote. Sasa nikasema nimeshamaliza kufanya kazi hapa, sina karibia kumaliza kufanya kazi, subiri nifanye haraka ili nifanyaje, nirudi nyumbani. Nilipomaliza kufanya kazi zangu narudi nyumbani kwenye mida ya saa 6 ile. Nafika hapa. Kwanza nilikuja, unajua kama wasiwasi hivi, mbio kwenye barabara, naona kama bajaji haifiki. Ninafika hapa nasikia mtoto analia ndani. Carlos, napiga hivi pazia. Nilikuta mimi mwanangu amefanyaje? Ameninginia kwenye kamba. Mamake mdogo na marehemu amesema marehemu alikuwa mtoto mtulivu na anashangaa maamuzi magumu aliyoyachukua yeye kama mtoto. Bora angeandika tu sababu ni nini iliyomsababisha mpaka akajinyonga. Jamani, sisi wazazi tuwe makini kwa watoto wetu. Hata nasema dada angepiga simu angetafuta hata salio, labda isingetokea hili. Unaposikia tatizo kwa mtoto usipuuze. Mwenyekiti wa mtaa wa Compound Seif Rajab Seif akizungumza kwa njia ya simu amesema alipokea taarifa za kifo cha mtoto huyo kutoka kwa mjumbe wake wa serikali ya mtaa, ambapo amesema sababu kubwa inatajwa kuwa ni ukali wa wazazi wa marehemu. Tulimkuta mama wa marehemu mwenyewe na baba wa marehemu mwenyewe. Jana yule kisa alichojinyonga yawezekana ni ukali tu wa familia. Inaonekana huwa akifanya kosa mama yake huwa ni mkali sana. Mama yake huwa ni mkali, familia ile ni wakali. Sasa alihisi kwamba kosa hili nililolifanya sijui mama kama hata ni adhibu au baba. Kijana aliamua kuchukua maamuzi, aliacha ameandika karatasi, mama nimekosea. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba mtoto yule aliamua kujinyonga, lakini walijaribu kumwahi, wamefika wanakata kamba, tayari mtoto ikawa muda wake umeshafika.